Mpenzi mtazamaji wa Cleo 24 TV, hii leo tunakuletea makala maalum juu ya zao la biashara wilayani Rorya mkoani Mara. Wilaya ya Rorya ni kati ya wilaya zilizopo mkoa wa Mara. Kila wilaya au mkoa huwa na zao maalum la kibiashara linalotambulisha wilaya hiyo. Hivi karibuni, wilaya ya Rorya kwa kushirikiana na mwekezaji ilizindua rasmi mpango wa kilimo biashara ili kuongeza tija kwenye mazao 6 ya kimkakati. Mpango huo ulizinduliwa na Katibu Tawala wilaya ya Rorya, Boniface Chambi, kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Rorya, Dr. Halfan Haule. Kwa hiyo lazima tukae na ushirikiano ambao uko madhubuti. Na kwa sababu mpango umeandaliwa ambao unashirikisha halmashauri na mwekezaji, nitamke wazi kwamba sasa mpango huu wa kilimo biashara wa mazao ya alizeti, ufuta, mbaazi, dengu na mahindi, kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya na uzindua rasmi. Ongeza makofi mengi sana, piga makofi mengi sana kwa ajili ya uzinduzi huo. Wilfred Nyihita ni mmoja ya mwekezaji ambaye anashirikiana na serikali sasa kutekeleza mpango huo wa kilimo biashara. Kwa nini kilimo biashara? Tumegundua kwamba wilaya ya Rorya haikuwa na mazao ya kibiashara. Lakini Nyihita Sunflower kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Rorya tumeketi pamoja, tumefanya upembuzi yakinifu na kuja na mazao 6 ya kimkakati kwa ajili ya kuwasaidia wana Rorya kujikomboa kwenye changamoto ya kiuchumi. Jumbe Mashulule ni mkuu wa idara ya kilimo na mifugo wilayani Rorya mkoani Mara. Anasema kuwa mpango huo ni wa wilaya ambao umelenga kufikia pia wanafunzi katika shule za msingi na sekondari. Mpango huu ni wa kiwilaya unaolenga kuvifikia vijiji vyote ndani ya wilaya ili kuhamasisha na kutoa elimu juu ya kilimo biashara na wananchi kutoa elimu juu ya mazao sahihi ya kibiashara kwa kila kanda ya kiekolojia. Mpango huu unalenga pia kuwafikia wanafunzi katika shule zetu ili kuwajengea uwezo na kuwapa maarifa juu ya kilimo. Baada ya kuzinduliwa rasmi mpango huo, sasa elimu juu ya kilimo biashara inaanza kutolewa kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wilayani Rorya. Bado mapambano, vijana msilale, lale vijana msilale, bado mapambano, na sisi hatulali, lali na sisi. Karudi baba mmoja toka safari ya mbali, kavimba yote mapaja na kutetemeka mwili, watoto wake wakaja ili kumtaka hali, wakataka na kauli iwafae maishani. Akatamka mgonjwa, ninaumwa kweli kweli, hata kama nikichanjwa haitokio makali. Bugireye watoto wakaenda kutaka kauli, lakini kauli aliyowapa baba yao ni kwamba kama mnazitaka mali mtazipata shambani. Sawa? Hapo vipi? Wangapi wanapenda kuwa mkulima kama mimi? Wakulima oye! Sasa mimi leo ninaweza kujenga nyumba nzuri, ninaweza kuvaa vizuri nikapendeza, ninaweza kula vizuri, ninaweza kuendesha gari kwa sababu nakipenda kilimo. Lakini tunataka vijana kama nyinyi mwende mkahamasishe na wazazi wenu waweze kulima alizeti kwa sababu kiwanda kipo. Hiyo itakuwa imetengeneza fursa ya baba yako, mama yako, kaka yako kuweza kuwa na utoshelevu wa kifedha. Sawa? Awe na utoshelevu wa nini? Akipata hiyo fedha itamsaidia wewe uendelee kusoma mpaka chuo kikuu, au kama unataka kuwa daktari, unataka kuwa mfanyabiashara, utasoma masomo ya biashara, unataka kuwa mkulima, utasoma masomo ya nini? Ya kilimo. Sawa? Kwa hiyo tunatamani walime zao linaitwa alizeti, na muambie kiwanda kiko pale Nyanchaba Kenya na namba za simu ziko hapa. Lakini tunataka pia walime zao linaloitwa mbaazi. Wangapi wanajua mbaazi? Haya, ongeleni sana, mjipigie makofi.
tunataka jamii zetu walime nini? Mbaazi. Lakini pia tunataka walime zao linaitwa dengu. Wangapi wanajua dengu? Mjipigie makofi. Walime dengu. Lakini tunataka tena wengine waweze kulima ufuta. Wangapi wanajua ufuta? Mjipigie makofi. Lakini tunatamani wengine walime mahindi. Wangapi wanajua mahindi? Wao, mjipigie makofi. Mahindi ndio hayo hapo. Tunataka wengine wajitokeze walime maharage. Wangapi wanajua maharage? Mjipigie makofi maharage. Sasa mmeona hayo mazao? Kuna maharagwe, kuna mahindi, kuna alizeti, kuna ufuta, kuna mbaazi, kuna dengu. Yanakuwa mazao mangapi? Mazao 6. Haya mazao 6 kwenye ardhi yenu inawezekana kuna zao moja linastawi vizuri. Hilo ndio tunatakiwa tuende kufanya nini? Kulilima. Kwa hiyo tunatamani nyinyi muwe mabalozi wazuri. Mwende mwambie wazazi wetu, sisi tumefundishwa kulima na tumefundishwa alizeti, na natamani kila mmoja hapa apate hata mbegu hizo za alizeti, aenda azipande pale nyumbani kwao, aseme hii ndio alizeti. Alizeti tunayolima sasa hivi haishambulii kuliwa na ndege. Nyiita anatumia fursa hiyo kueleza umuhimu wa kilimo biashara kwa wanafunzi hao. Kingine, tukilima tutalipa kodi, serikali itapata hela, itatutengenezea barabara, itatutengenezea miundombinu ya shule, sio? Kwa sababu tumelipa nini? Kodi. Kingine, Chochea maendeleo. Inachochea maendeleo. Leo ukipata hela si unajenga nyumba nzuri, si unanunua pikipiki, si unanunua gari, si unasomesha mtoto. Hayo sio maendeleo? Haya, kingine, Kupunguza umaskini. Jamani, umaskini hatuwezi kumaliza, ila tunaupunguza, si ndio hivyo? Tunafanyaje? Sasa tumekuja na kilimo biashara. Kilimo biashara ni nini? Kilimo biashara, leo hao maskauti wanalima hapa, sio? Wameona haka kaeneo kamewatosha kwa ajili ya chakula. Sasa tunataka walime zaidi ili wawe na excess ya kuuza, wapate nini? Pesa. Kwa hiyo kilimo biashara, kuna mazao natakiwa yalime ya kibiashara ambayo yatakusaidia kuingiza fedha. Moja ni alizeti. Alizeti utalima, utakamua mafuta utatumia nyumbani, lakini mengine utauza, utapata hela. Hapo vipi? Sawa. 2 ni mbaazi. Mbaazi wangapi wanazijua? Tunalima mbaazi, soko lake ni la uhakika. Kwa hiyo mwambie wazazi, sasa hivi kuna kilimo biashara na zao ambalo wamekuja nalo Nyiita Sunflower pamoja na halmashauri ya wilaya ya Rorya ni mbaazi. Zao lingine dengu. Dengu wangapi wanajua? Dengu sasa hivi kilo yake tunanunua shilingi 2,500 mpaka 3,000. Zao lingine ni maharage. Wangapi wanayajua? Maharage kilo anauzwa 3,000 mpaka 3,500. Zao lingine mahindi. Wangapi wanalijua? Mahindi, waambieni wazazi kama walikuwa wanalima eka moja, basi walime eka 5, kusudi eka moja kwa ajili ya chakula na eka 4 kwa ajili ya nini? Ya kuuza, ili waweze kupata fedha. Awali, wananchi walikuwa wakikumbana na changamoto ya ndege kushambulia alizeti, lakini sasa wamekuja na mbinu mbadala ambapo wamekuja na mbegu isiyoshambuliwa na ndege. Lakini tumekuja na alizeti inayochukua muda mfupi, tunavuna na mazao ya uhakika, ambao ndio hii mnayoiona, ambao ndio imezaa haya. Hii alizeti inaitwa sunflower. Inaitwa sunflower. Inaitwa sunflower. Sio sunflower, inaitwa sunflower. Au kwa jina la kitaalamu la kisayansi inaitwa cadams. Inaitwa nini? Cadams. Inaitwa nini? Cadams. Hii alizeti hailiwi na ndege, maana imejijengea ulinzi wa kutosha. Imejenga nini? Ulinzi wa kutosha. Hata nikisogeza hivi na kuchoma, imejengea nini? Ulinzi. Si mnaona? Hii sasa ndio kiboko ya nini? Kiboko ya ndege. Mwambie sasa Nyiita Sunflower pamoja na halmashauri ya wilaya ya Rorya imekuja na kiboko ya ndege. Kiboko ya nini? Kuanzia mwezi wa 9 mbegu zitakuwa tayari ili waweze kupata. Hii ndio kiboko ya ndege. Unaiona? Humu tayari kuna alizeti humo ndani. Unaona? Hiyo ni kiboko ya nini? Kiboko ya nini? Sasa wajitokeze kulima, maana soko ni la uhakika. Sawa? Kwa hiyo mwambie sasa hivi
matatizo ya ndege, halmashauri ya wilaya ya Rorya pamoja na Nyihita Sunflower wamekuja na tiba, sawa, kwa kulima alizeti ambayo hailiwi na ndege. Lakini alizeti hii inachukua siku 70 mpaka 80 kukomaa. Unavuna kutoa shambani, sawa? Na hapa huu mtu unakata tu kama unavyoweza kukata mingine, weka kwenye kavero lako, chukua mti, piga, alizeti inaachia kutoka humu, tayari umepata mzigo wako, sawa? Lakini pia hii alizeti haihitaji mvua nyingi. Msije mkapanda kwenye chemchemu. Kwenye nini? Chemchemu. Mpande sehemu ambayo haina chemchemu. Lakini wakati watu wanalima, kwa mfano zile mvua za vuli, usiwahi kupanda si mwezi wa 9 unawahi mvua, hapana. Kuanzia mwezi wa 10 tarehe za mwishoni 20 na mwezi wa 11 mwanzoni ndio unafanya nini? Unaipanda hii. Utavuna mpaka utamsahau Nyihita na rafiki yangu hapa Wema na wengine tulioambatana nao. Hapo vipi? Kilimo! Kilimo! Kwa hiyo pelekeni ujumbe huu. Tunataka tujikomboe na umaskini. Wema Garende ni kaimu afisa kilimo na mifugo wilayani Rorya mkoani Mara. Anatumia fursa hiyo kueleza faida 7 za kilimo biashara. Kwamba ukitaka kufanya kilimo biashara unafuata kanuni ngapi? Haya, kanuni ya kwanza naanza kuzitaja. Sawa? Ndio. Kanuni ya kwanza tunasema tunaandaa shamba mapema. Tunaandaa shamba mapema. Tunaandaa shamba mapema. Kama hapa tunaona tumeshaandaa shamba Ndio. Kwa hiyo ingekuwa ni shamba letu nyumbani unaandaa kabla mvua haijanyesha. Ukishamaliza, mvua ikianza kuanza kunyesha wewe unakuja sasa unapanda mbegu, sawa? Ndio. Kwa hiyo kanuni ya kwanza tumesema kuandaa shamba mapema. Kuandaa shamba ni pamoja na kufyeka visiki, kung'oa nyasi na kuingiza ng'ombe. Kama una trekta unaingiza trekta inalima, alafu sasa unaandaa shamba linakuwa tayari kwa ajili ya kupanda nini? Mbegu. Tumeelewana watoto wazuri Ndio. Haya, kanuni ya pili inaitwa kutumia mbegu bora. Kutumia mbegu bora. Kutumia mbegu bora. Mbegu bora zinapatikana kwenye maduka ya pembejeo. Sawa? Ndio. Maduka ya nini? Pembejeo. Zinakuwa mle ndani zimefungwa kwenye karatasi nzuri, alafu hiyo ndio mbegu bora. Usinunue mbegu ya mnadani. Tumeelewana? Usiende kununua mbegu ya kupanda ukaenda kununua mnadani. Mwambie wazazi wanunue mbegu bora. Umeelewa Lakini cha tatu tunasema kupanda kwa nafasi na kwa wakati. Kupanda kwa nafasi. Baadaye tutaonyeshana hapa namna ya kupanda kwa nafasi na kwa wakati. Sawa? Ndio. Umeelewa watoto wazuri wa Nyasoko? Ndio. Haya. Kingine kinaitwa matumizi sahihi ya mbolea na viuatilifu. Matumizi sahihi ya nini? Mbolea na viuatilifu. Wangapi wanajua mbolea? Mbolea ni kitu ambacho ukiweka kwenye mazao unaongeza ukuaji wa mimea, lakini pia inaongeza mazao. Sawa? Haya, kitu cha 5 kinaitwa kudhibiti magugu. Kudhibiti nini? Magugu. Ukishalima shamba lako usije ukaliacha lina magugu. Sawa? Kutokana na elimu hiyo, shule 96 tayari wamepatiwa elimu ya kilimo biashara. Tuliona ni vyema tuwarithishe watoto wetu. Tumeanza kuelimisha Wanarorya kupitia shule zetu za msingi na shule za sekondari. Na mpaka leo hivi tunavyozungumza tumefanikiwa kufikia shule takriban 96. Lakini katika shule hizi 96, shule za misingi ni 76 na shule za sekondari tumezifikia shule 20. Haya ni mafanikio makubwa kwa sababu tunaamini kwa namba ya wanafunzi tulioifikia tayari imepeleka habari kwa wazazi. Tunaenda sasa kupita kijiji kwa kijiji, na wilaya ya Rorya au halmashauri ya wilaya ya Rorya ina takriban vijiji 87. Kwa hiyo katika hivi vijiji 87 tunahitaji kuwafikia wananchi wote ambao wanakaa kwenye hivyo vijiji ili tupeleke hii habari ya kilimo biashara. Na modality ambayo tunaenda kuitumia ni kuhakikisha sasa kupitia wataalamu wetu na wale viongozi wa vijiji, mwenyekiti pamoja na mtendaji wa kijiji, watawahamasisha wananchi. Tutakuwa na mikutano ya pamoja kwa kushirikiana halmashauri ya wilaya ya Rorya kwa maana ya kutoa wataalamu na Nyihita Sunflower kutoa timu yake kwa ajili ya kwenda kuongea na hawa wananchi. Kwa hiyo tukiamini sasa ndani ya wilaya ya Rorya tutamfikia kila mwananchi. Nyihita anaeleza sasa umuhimu wa kilimo biashara wilayani Rorya mkoani Mara. Tulizindua rasmi mpango wa kuendeleza kilimo biashara ndani ya wilaya yetu. Na
Kwa nini kilimo biashara ndani ya wilaya ya Rorya? Lengo kuu la kilimo biashara ni kutaka kuinua uchumi wa wananchi waishio Rorya na mkoa kwa ujumla. Na katika mpango huu wa kilimo biashara tumekuja na mazao 6. Na mazao 6 haya hayakuja tu kwa sababu tumeamka tu asubuhi tukaanza sasa twende na haya mazao 6. Yamepitia mchakato. Yamekuja mapendekezo mengi ya mazao zaidi ya 20, lakini mwisho wa siku timu ya Nyihita Sunflower na timu ya halmashauri ya wilaya ya Rorya kupitia wataalamu wake tukaketi, tukachambua na mwisho wa siku tukaja na mapendekezo ya mazao 6. Je, kuna mikakati yoyote ya kuendeleza wakulima hao ambao wamepatiwa elimu ya kilimo biashara sasa? Lakini baada ya hatua hiyo ya kuwaona wananchi, bado tuna wataalamu wetu ambao ni afisa maendeleo wa kata, afisa kilimo wa kata na afisa mtendaji wa kata pamoja na wa vijiji. Wataanza kutambua wale wakulima ambao wako tayari kwa ajili ya kujihusisha na swala hili la kilimo biashara. Kwa hiyo kwa wataalamu hao ambao sasa wanaenda kufanya shughuli hiyo, tunaamini wao ndio watakao kuja na taarifa sahihi ya wakulima ambao wanapatikana kwenye maeneo yao. Na sisi lengo letu kuu sio kwenda na wakulima wote. Tunahitaji sample, wakulima wachache ambao watakuwa ni wa mfano. Kwa mfano, kata ya Kisumwa ikitoa wakulima 5 au 10 at the maximum, tunaamini hao wakulima sasa tunaenda kukaa nao, kuelimisha zaidi, lakini kujua changamoto zao, ili kama kuna sehemu ambayo tunaweza kuwasaidia tuweze kuwasaidia ili walime kilimo chenye tija. Hawa wengine wakulima wadogo wataenda kujifunza kwa wale wakulima ambao tutakuwa tumewatengeneza, ikiwa wao sasa wataona mfano wa kile ambacho tumekifanya kwa hawa wakulima. Mimi niseme hii ni fursa ndani ya wilaya ya Rorya, lakini ni fursa kwa mkoa wetu wa Mara. Naomba hili walichukue na waone mkoa wa Mara sasa tumeamka kuhakikisha kwamba tunaenda kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini uchumi wa wananchi kwa ujumla. Vile vile, Nyihita anaeleza mazao ambayo mpaka sasa wanaendelea kuelimisha kwa jamii. Na mazao 6 haya ambayo sasa ndio tunatembea nayo kwenye mpango huu wa kilimo biashara. Zao la kwanza ni alizeti, zao la pili ni mbaazi, zao la 3 ni mahindi, zao la 4 ni maharagwe, zao la 5 ni ufuta na zao la 6 ni dengu. Haya mazao tumefanya upembuzi yakinifu kwa maana ya aina ya udongo uliopo ndani ya wilaya yetu ya Rorya. Unajua tuna mfinyanzi, tuna kichanga na tuna tifutifu. Lakini zaidi ni mshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndani ya halmashauri zote za nchini hapa Tanzania ikiwemo wilaya yetu ya Rorya tumepewa vifaa vya kuweza kutusaidia kwenye utafiti wa aina ya udongo na virutubisho vilivyomo, ili tunapokwenda kwenye swala zima la kilimo cha mazao haya tuwe tunatambua aina ya udongo tulionayo na nutrients au virutubisho vilivyomo. Kama kuna changamoto ya virutubisho, basi wataalamu waweze kushauri ni aina ipi ya mbolea iweze kutumika ili kuongeza hivyo virutubisho na kuweza sasa kulima kilimo chenye tija. Kwa hiyo katika mchanganuo huo wote tumekuja na haya mazao. Sasa ni nini tunahitaji jamii ya Rorya ifanye? Jamii ya Rorya tunaihamasisha sasa kupitia mpango wa kilimo biashara waone hii ni fursa ambayo inaweza kuwakomboa kiuchumi. Nyihita anasema kuwa kilichofanyika ni kwa ajili ya kunufaisha wananchi wote mkoani Mara. Mimi ni mwekezaji ndani ya wilaya ya Rorya na ndani ya mkoa wa Mara. Kwa hiyo hiki tunachokifanya Rorya sio kwa faida ya wana Rorya tu, ni kwa faida ya mkoa kwa ujumla. Ingawa uzinduzi wa kilimo biashara umeanzia Rorya, lakini tunaamini changamoto za Rorya ndio changamoto za Tarime. Changamoto za Tarime ndizo changamoto za Serengeti. Kwa hiyo kwa kupitia mfumo huo, na wadau wangu wengi wa kilimo wanatokea maeneo tofauti nje ya wilaya ya Rorya pia. Kuna wadau wa kilimo ambao wako kule Butiama, kuna wengine wako Serengeti,
kuna wengine wako kule Bunchali, huku Tarime, lakini kuna wengine wako Bunda na Msoma vijijini. Kwa hiyo tumeanza programu hii ndani ya wilaya ya Rorya, lakini maana baada ya kumaliza ndani ya wilaya ya Rorya, tunategemea kama Nyihita Sunflower tushirikiane pia na halmashauri zingine kufikisha hizi habari. Kwa hiyo wategemee wale walioko Serengeti wanapoona kipindi hiki, na wale ambao wako Bunda, Tarime, Butiama, Msoma vijijini wajue fursa hii itawafikia. Lakini pamoja na fursa hii kuyafikia, ni waalike kwamba ifikapo mwezi wa 9 watembelee kiwanda cha Nyihita Sunflower, moja kwa ajili ya kuwapa elimu zaidi, lakini na kuwapa mbegu za hizi za alizeti zinazoitwa safflower. Kilio kikubwa kwa wananchi kuhusu mbegu mbadala, sasa majibu yake yamepatikana, anaeleza Nyihita. Na sasa hivi Nyihita Sunflower imekuja na alizeti ambayo hailiwi na ndege. Najua changamoto kubwa ilikuwa ni alizeti kushambuliwa na ndege. Sasa wakulima wengi walikuwa kilalamika, tunalima lakini tunapata mazao kidogo kutokana kwamba ndege wanashambulia. Lakini sasa tumekuja na suluhisho la ndege. Kwa hiyo ni wito wangu kwa wakulima walioko ndani ya wilaya ya Rorya na walioko nje ya wilaya ya Rorya, kwa maana ya mkoa kwa ujumla na mikoa jirani, kwamba suluhisho la ndege sasa ni kutumia mbegu ya alizeti inayoitwa safflower, au kwa kitaalamu inaitwa Catams. Hii Catams inafanya vizuri na ni mbegu ambayo inavumilia ukame. Ukiangalia hali halisi ya mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha wakulima wengi kupata shida. Lakini sasa kwa kupitia mbegu hii ya safflower, tunategemea kwamba wakulima watanufaika na mbegu hii. Na mbegu hii inatoa mafuta mengi, lakini pia ni mbegu ya muda mfupi. Mbegu hii tangu umepanda inachukua siku 70 mpaka 80 kuwa imekomaa. Kwa hiyo takribani mwezi au miezi 2.5 unavuna. Hii ina faida kwa mkulima. Ni zao ambalo linachukua muda mfupi. Kwa hiyo ni wahabarishe wana Rorya sasa, mkae mkao wa kula mpaka mwezi wa 9 tunapoingia kwenye msimu mdogo wa mvua za vuli. Mbegu hizo zitakuwa zinapatikana hapa Nyihita Sunflower kwa ajili ya kuhakikisha wakulima wetu wanalima kilimo chenye tija ambacho kinaweza kuwapa faida. Je, wakulima wenye mashamba makubwa wanasaidiwa vipi na kampuni ili kuongeza tija kwenye kilimo hicho? Nyihita Sunflower imejipanga. Inapokuja na mkakati wa kilimo biashara, lazima uwe umeandaa na mikakati mingine ya kuwasaidia wananchi. Kwa Nyihita Sunflower imejipanga vizuri. Kupitia Nyihita Agro Consultants tuna trekta zinazolima, tunaweza kupiga haro, tunaweza kupanda, tuna planta, lakini tuna wida ambazo zitasaidia kwenye palizi. Kwa hiyo wale wakulima wakubwa ambao wanahitaji vitendea kazi, Nyihita Agro Consultants tupo kwa ajili ya kutoa vifaa hivyo. Lakini nitoe tutahadhari isije ikanukuliwa vibaya. Vifaa hivi hatutoi kama sadaka. Hivi vifaa vinakodishwa. Kwa hiyo watakuja watafuata taratibu zilizowekwa na taasisi, watavichukua hivi vifaa, watafanyia kazi. Nyihita anaeleza Rorya anayoijua. Nikizungumzia Rorya ni wilaya ambayo kwa ujumla inakabiliwa na changamoto nyingi, hasa kwenye masuala ya kiuchumi. Sasa hivi tunaona kwenye ziwa, sasa ziwa halitoi mazao kama vile tulivyokuwa tunategemea zamani. Sasa katika hilo lazima tuje na mbadala. Lakini kuna wafugaji, si wote watakuwa wakulima. Tunatamani watu waingie kwenye kilimo. Na kilimo kimebeba sehemu kubwa ya kuihudumia jamii. Chakula tunatoa kwenye kilimo. Lakini hata mifugo sasa hivi ambayo inafugwa kitaalamu inategemea chakula kitoke kwenye kilimo. Mfano mimi hapa ni mkurugenzi wa kiwanda cha Nyihita Sunflower. Kuna watu wanakuja kununua hapa mashudu kwa ajili ya kulishia mifugo yao. Tayari tuone kwamba kumbe kilimo kinategemewa na binadamu na kinategemewa na wanyama. Kwa hiyo hii ni fursa kwa wana Rorya, hii ni fursa kwa wana Mara, hii ni fursa kwa Watanzania. Kuna vijana wetu wamesoma, wamekaa nyumbani, hawana cha kufanya, wakisubiria waajiriwe. Sasa hii ni fursa tunaipeleka kwao. Tunawashauri vijana wasomi na wasiosoma waichukue hii fursa, wahakikishe kwamba sasa inawakomboa kiuchumi. Badala ya kusubiria sasa waajiriwe, waweze kujiajiri kwenye swala zima la kilimo. Jonathan Phineas ni afisa maendeleo halmashauri ya wilaya ya Rorya, anasema kuwa
Kupitia kilimo biashara, jamii wilayani Rorya inaenda kujikwamua kiuchumi. Mimi kama mtaalamu wa maendeleo ya jamii, na kwa nini tunaingia kwenye swala zima la kuhamasisha kilimo biashara? Ninaamini ya kwamba jamii inahitaji maendeleo, na ili ipate maendeleo lazima iwe na fedha. Sasa kupitia kwa kilimo biashara, ninaamini kwamba watu wanaenda kutengeneza fedha. Fedha hizi watu wakizitengeneza, nitaona kwamba sasa mabadiliko yanatokea kwenye masuala mazima ya elimu bora. Watoto watafundishwa sasa, watasomeshwa katika shule ambazo wanapata elimu bora, wanapata mahitaji yao yote ya shule. Lakini natarajia kuona kwamba jamii inapata makazi bora. Kama tunavyofahamu mazingira ya Rorya, zipo jamii zetu nyingi ambazo bado makazi yao sio bora. Kwa hiyo wakijikita kwenye kilimo, wakazalisha kibiashara, naamini kwamba makazi watayaboresha, yatakuwa makazi bora. Lakini pia tunaamini katika maendeleo kwamba watu watapata usafiri wa uhakika. Kila mtu akipata fedha, ana uhakika wa kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia kuna masuala ya mavazi, kuna masuala ya malazi, kuna masuala ya nyumba bora, kuna masuala ya miundombinu, kuna masuala ya huduma za jamii zitaboreka ndani ya wilaya yetu. Kwa hiyo kwa ujumla, fedha ndio injini ya maendeleo katika jamii. Jonathan anasema kuwa watu wakipokea kwa matokeo chanya, wataenda kusaidia mtu mmoja mmoja na kuongeza pato la halmashauri ya wilaya ya Rorya. Kwa kupitia kilimo biashara ambayo tumehubiri katika shule 96, basi naamini kwamba watu wakipokea na kuingiza kwenye utekelezaji na kuzalisha, basi tutaona mabadiliko chanya katika maendeleo. Hilo la kwanza kwa mtu mmoja mmoja. Lakini kiwilaya ni tija kubwa sana. Kama mnavyofahamu, wilaya yetu kwa sasa sehemu kubwa ya mapato inategemea ziwa, lakini pia inategemea mifugo, ambayo kwa sasa pia kwa sababu ya mbanano hali sasa inaanza kubadilika. Kwa hiyo tunapokwenda kuingia kwenye kilimo, tuna imani kwamba halmashauri itatengeneza mapato. Kwa hiyo halmashauri ikishatengeneza mapato, itakuwa na uwezo wa kuendelea kutoa huduma za jamii. Kwa hiyo jamii itaendelea kupata maendeleo. Lakini nchi kwa ujumla, tutapunguza tegemezi kwa baadhi ya mambo ambayo sasa hivi tunasubiri mpaka tufanyiwe na serikali kuu. Kwa hiyo tutakuwa na uwezo sasa wa kujiendesha vizuri na mambo ya halmashauri yakaendelea. Kwa hiyo kwa programu hii ambayo kimsingi pia tumshukuru Nyiita kwamba naye amekubali kuchip in kwa ajili ya zao la alizeti, na kwa sababu yeye tayari kiwanda kipo. Kwa hiyo tunaamini kwamba hakuna mkulima hata mmoja atakaye poteza chochote ambacho atawekeza kwenye kilimo, kwa sababu tayari atakuwa na uhakika wa soko ili aweze kutengeneza fedha. Wema Gerendi ambaye ni kaimu afisa kilimo anasema kuwa mbegu mbadala sasa inaenda kuleta mwitikio kwa wakulima. Katika mpango huu wa kilimo biashara ambao tumeuanzisha kwa pamoja kati ya Nyihita Sunflower na halmashauri ya wilaya ya Rorya, hasa kwa hili mbegu mpya ambayo tumeileta, tunaenda kuona mabadiliko makubwa, kwa sababu moja ya tatizo ambalo tulikuwa nalo kama maafisa tukati tunahamasisha ile alizeti nyingine, ilikuwa ni kwamba wakulima wengi walikuwa wanalalamika kuhusu swala la ndege. Lakini kutokana na mbegu tulioletewa kwa sasa ambayo inaweza kuhimili au hailiwi na ndege, maana yake tutaenda kuona kwamba sasa wakulima wengi watakuwa na mwitikio mkubwa, na baada ya muda mfupi tutaenda kulipata zao la biashara halisi ndani ya wilaya ya Rorya ambayo ni Katams au Sunflower. Kwa hiyo hayo ndio matarajio yetu kama idara, lakini pia kama halmashauri, tukiwa tunaendelea kupambana kulipata zao halisi la biashara ndani ya wilaya yetu. Kwa huu mpango ambao tumekuja nao kwa pamoja na Nyihita Sunflower, tunaenda kuona kwamba Rorya inaenda kubadilika. Hasa baada ya kupata hili zao jipya kama nilivyokwisha kusema, lakini kwa uhamasishaji ambao tumefanya katika maeneo ambayo tumepita, tumeona mwitikio mkubwa wa walimu, lakini pia wananchi ambao wamepata habari hiyo kupitia wanafunzi. Kwa hiyo matarajio yetu kama idara, lakini pia matarajio yetu kama halmashauri, tutaenda kufanya mabadiliko makubwa katika sekta ya kilimo ndani ya miaka michache. Changamoto iliyokuwepo hasa katika kipindi cha nyuma ilikuwa ni cha kwanza tuseme hatukuwa na mbegu ambayo inaweza
kuendana na matakwa ya wanaroria ambao wengi wanataka wafanye kazi lakini pia wasiwe na muda mwingi wa kukaa shambani kulinda ndege. Kwa hiyo kwa mbegu tuliyopata ambayo hailiwi na ndege wala haiwezi kushambuliwa na wanyama ambao wanakula majani, itasaidia sana kuwafikia au kufikia malengo au matakwa ya wanaroria kwa ajili ya kufanya hicho kilimo. Lakini shida nyingine ilikuwa ni kwamba kama roria tulikuwa elimu hii ilikuwa haijatoka vizuri kwa wananchi, na hii ni kwa sababu pia zile bajeti zetu zinakuwa hazituruhusu mara nyingine kufanya kama tulichokifanya leo. Lakini kwa muunganiko huu wa halmashauri na mwekezaji, tunaamini tunaenda kuwafikia wananchi wengi zaidi, na hii itaenda kutusaidia sasa. Kwa wale ambao walikuwa hawajapata elimu hii, wataenda kupata elimu na sasa kilimo kitainuka ndani ya halmashauri. Wanafunzi ambao wamepatiwa elimu hiyo wanasema kuwa wataenda kuwa mabalozi wazuri. Wametupatia kanuni na taratibu ambazo zinaweza zikatuwezesha kujua kilimo bora, ambacho taratibu hizo tunaweza kutumia na tupate mazao bora, pamoja na tuwezeshe na wazazi wetu wapate mazao ili kukidhi mahitaji yao, ambayo hata sisi wanafunzi elimu hiyo itatusaidia kupata mazao na kujifunza umuhimu wa kilimo. Leo tumejifunza kuhusu kilimo bora. Kwenye kilimo bora tumejifunza aina mbalimbali za kilimo. Kilimo cha alizeti ina mbinu 7. Kwa majina naitwa Airo Maneno Uguma. Tunashukuru kwa ugeni wa leo ambao umetutembelea hapa kutoka Nyeita Sunflower Project. Sisi kama wanafunzi leo tumeelimishwa juu ya kilimo, na kuhusu hizo kilimo tumeelimishwa juu ya njia 7 za kilimo bora. Na katika kanuni hizo 7 za kilimo bora tumeelimishwa kuhusu kilimo cha mbaazi, mahindi na alizeti. Sisi kama wanafunzi tunashukuru kwa elimu hiyo tuliyoipata, kwa sababu tutakuwa mabalozi wazuri kuanzia hapa shuleni na hata majumbani kwetu. Tutawaelimisha wazazi wetu juu ya njia hizo 7 za kilimo bora. Na kilimo ndicho utusaidia katika maisha yetu, hususan huku kijijini. Kwa hiyo tumejifunza kilimo bora sana. Tumefundishwa kilimo, mfano wa kilimo alizeti, kilimo cha mahindi, kilimo cha maharage. Nafikiri tumepewa na kanuni au mbinu 7 ambazo zitafanya muendelezo wa kilimo. Nafikiri elimu hii tuliopewa tutafikisha kwa wazazi ili kwamba kilimo cha nyumbani kipate kuendelea, ili hata sisi wanafunzi kipato kikitokea tupate kujisaidia katika masomo yetu. Aidha, kundi la vijana nalo linaahidi sasa kuchangamkia fursa ya kilimo biashara. Kwa majina naitwa Felix Johannes Mangera. Mimi kama kijana hii fursa nimepokea vizuri, kwa sababu ni fursa yenye tija kwa vijana. Vijana tumekuwa tukilalamika kwamba ajira haipo, ajira ni chache, lakini fursa kama hizi zinapopatikana ndani ya jamii, ndani ya halmashauri zetu, ndani ya wilaya zetu, inabidi tuchangamke. Makala hii imeandaliwa na Frankius Clofas na kusoma kwako nami Margaret Daniel wa Cleo 24 TV.